Shamba limechukuliwa, nimepalilia. Mkuu wa kitongoji akaita polisi, nikakamatwa, nikafikishwa polisi ya tarafa Bashnet. Pole. Sasa mpaka sasa hivi shamba liko wapi? Yeye analima shamba langu, mimi ninaenda kuripoti polisi wiki 3. Yeye analima shamba langu, watoto wangu wametoroka, ananitishia maisha. Mimi ninatembea kwa hele wananchi. Mheshimiwa, haya nimekusikia vizuri. Na Mheshimiwa mkuu wa wilaya, ni wewe ndio uliamua mwaka jana? Ndio uliamua hilo jambo? Hebu sogea mbele mama, sogea mbele kidogo hapa. Hebu mpe maiki mkuu wa wilaya. Wewe ndio uliamua eh? Ndiyo mheshimiwa. Na ndio ulimpa? Mheshimiwa waziri mkuu, huyu mama ni kweli alikuja ofisini akiwa na tatizo lake hilo la mgogoro wa ardhi. Mimi na kamati ya usalama tukaondoka, tukaenda mpaka Ufana. Tukaita mkutano wa kijiji pale. Tukauliza wananchi na viongozi kwamba ili shamba ni la nani? Wananchi wakasema ni shamba la mama. Lakini ili shamba lilikuwa mume wake ni mlevi. Akiwa kwenye ulevi aliliuza huko hilo shamba. Na unfortunately mtendaji aliyekuwepo kwa kipindi kile mwacheni asogee hapo mama. Aliyekuwepo kipindi kile alisaini hayo mauziano. Inasemekana ilikuwa ni usiku akasaini mauziano. Sasa baada ya kuona hali ya mama na mazingira wanayoishi, nilishauri pale mimi na kamati yangu ya usalama kwamba huyu mama na mume wake watafute ile fedha wamrejeshe yule aliyenunua lile shamba. Ilikuwa shilingi ngapi? Ilikuwa waliandika 140,000, lakini nimeshakusikia na sasa hivi umeshakuja. Hebu mkuu wa wilaya kwanza simamisha hilo eneo, wasiendelee kushikilia wale. Hebu libaki kwako mama, tulia, umeshalifikisha hapa. Tutachukua hatua zinazostahili kama ambavyo mkuu wa wilaya ameshaifikisha kwa Samia Legal Aid, lakini kwa sababu kuna viashiria vya forgery, naelekeza lile shamba ambalo mama huyo amelishikilia na hizo fujo zinatokea, zinaweza zikaleta uhalifu, asisogelee mtu mpaka tupate ufumbuzi kwanza.